Zikufikie salamu kuwa bado tupo mji mtukufu wa Tanga, mahala ambapo starehe zote unazozifahamu kiachilia mbali lugha adhimu ya Kiswahili ilipata muasisi wake huko kina Shaban Robert na wazee wengineo ambao walikifanya Kiswahili kiweze kuzungumza katika lugha mufti. Nipo na Maalim Seifu hivi sasa kwenye line ya simu, na kubwa hasa ni kuzungumza naye na yale yanayohusiana na mpira wa miguu, hususani katika hili swala ambalo Singida Black Stars wao wameweza kujinasua katika mgogoro ambao upo kwa vilabu viwili, Simba na Young Africans. Mpaka hivi sasa bado ni ndoto za Alnacha kukamilisha ujenzi wa viwanja ambavyo vimekuwa vikizungumzwa, Mo Simba Arena na hata ule wa Kaunda ambao michoro tuliiona kabisa ya uwanja. Lakini shida hasa ni nini? Seifu Mipapa, Seifu Simba, hali yako iko vipi Maalim? Namshukuru Mungu Jafeti. Nimeamka salama kwanza, tunashukuru. Tunaendelea na mfungo wa Ramadhani. Naam. Kubwa katika yote Jafeti, nimekuelewa vizuri katika hoja yako. Lakini ngoja tofautishe ya mambo Jafeti. Simba tuna viwanja viwili. Nikianza hivyo inaweza ikaonekana jambo la ajabu sana, wakati sentensi yako inaonekana Simba na Yanga tumekuwa changamoto katika kutafuta viwanja na Singida amefanikisha. Jafeti, tofauti kubwa ambayo ipo katika hivyo viwanja, nadhani Singida ni complex, sio stadium. Kuna tofauti kubwa kati ya complex na stadium. So doctor. Sasa Jafeti, Simba turuhusiwi kuwa na complex. Tunaruhusiwa sisi kuwa na uwanja kama KMC, ni kazi ya mwezi mmoja tu. Kwenda kupoma majukwaa na inawezekana, lakini sisi tuna viwanja viwili angalau kuonyesha kwamba tukitakiwa kwenda kwenye complex ni issue ya mwezi mmoja ikapatikana. Lakini wenzetu hatujui hata eneo la Kichaka liko wapi. Lakini unapozungumza Jafeti juu ya uwanja wa Singida Black Stars wake na Yanga, unazungumza mafanikio ya Mohamed Dewji katika mpira wa miguu Jafeti. Ameshiriki pia kwa asilimia kubwa, na ndio mtu pengine tunaweza kusema ameasisi uwepo wa uwanja huo. Maana yake mpaka kufikiri leo kuja wengine wakakamata kijiti na kuendeleza, unazungumza wazo lake na kuonyesha kuwa mawazo yake mara nyingi Jafeti yanakuwa katika viwanja. Unaona Simba wana viwili, Singida amewaachia iko kimoja. Lakini kwa sababu katika hoja yetu umetaja sehemu mbili tofauti, mimi nirudi kwa wenzetu ambao hata eneo la kuzurulia hawana. Lipo Kaunda pale, Twiga na Jangwani. Kaunda ni eneo la open space. Labda unaambie kwa kuvaa kwao nembo ya mwenge ya serikali wakati sio timu ya jeshi. Sababu ya kuchukua maeneo ya open space kusema ni maeneo yao. Tutaenda kushare pamoja, labda kama utanishawishi hivyo mjadala ugeuke kwa namna hiyo. Lakini hawana hata uchochoro, eneo ambalo walipewa Kigamboni. Jafeti, nimepita, uwezi kujenga hata nyumba yangu ambayo ipo kwenye plani katika kichwa changu kama nitapata fedha. Sasa una mpango wa kujenga kasiri au? Yani eneo lilobaki ni kichochoro Jafeti. Hata hapo Jangwani ni pakubwa, eneo limeshajengwa na wenyewe wamerudi kuchukua eneo lao. Wewe kwa hii alafu utaenda kuzunguka na lile skaveta bovu lilokuwa limewekwa kuwadanganyia wanayanga. Kwa sasa pia silioni. Lakini Jafeti, naam. Ngoja niende hapa. Jafeti, timu inaoendeshwa katika minadhiri ya ujanja kama Young Africa haiwezi kupata maendeleo Jafeti. Kwa nini? Kuna wakati Jafeti wanazungumza mchakato wa Simba, wakati wanafanya Mohamed Dewji alipita mapito ya kutusiwa vibaya sana. Baadhi ya watu walionekana wabaya, kina Jemedari Saidi na watu wengine wakimshuku, wakimwataki, umenielewa vizuri? Lakini kwa nini kina Jemedari walisimama wakamshuku Mo na kumwataki? Walifahamu kwa Mo ni mtu anayesikiliza maoni kutoka kwa watu wengine. Mo ana dhamira ya kweli, ana malengo ya kweli ya kutaka kufanya mageuzi ya kimpira. Jafeti, nikifahamu unapenda maendeleo na kukosoa katika makosa yako.
Mohamed Dewji kwa sababu alikuwa na dhamira ya kweli na malengo ya kweli, watu walimkosoa, wakamuonyesha vidole, wakafanya hivi. Jafet, umeona mabadiliko ambayo Simba imefikia, kwa sababu Simba tulipobaki ni eneo dogo Jafet. Lakini Jafet, tuna watu leo hata katiba yenyewe hawajaikamilisha, wako katika 4 years kama sikosei. Yani mchakato wa mabadiliko haujakamilika. Katiba yenyewe, kwa sababu mkutano wa mwaka jana wa Yanga ulikuwa ni mkutano unayekwenda kuchukua rasimu ya katiba kupeleka kwa wanachama. Haya wanachama wataisoma rasimu ya katiba kwa muda gani Jafet? Ni 1 year au 2 years? Sasa kama mchakato kama mchakato haujakamilika wa mabadiliko ya nadhani ni vifungu vya kanuni zinawapa mwongozo katika katiba husika, lakini sifikiri kama katiba nzima inakwenda kubadilishwa, kwa sababu uchaguzi ungefanyika vipi Saifu? Unapobadili katiba kitaalamu ilivyo, unabadili, ukisikia mtu anabadili katiba maana yake anabadili vipengele vingi katika katiba. Mimi uelewa wangu kwa hapo, lakini ukisikia tuna rekebisha katiba ndo unabadili hivyo vipengele vichache ambavyo unasema, maana yake unatia viraka katiba. Yanga hawatii viraka katiba. Yanga wanabadili katiba, ndio maana wana rasimu. Huwezi kuwa na rasimu kama unakwenda kutia viraka katika katiba Jafet. Kidogo dunia hiyo naijua. Umenielewa vizuri? Wako kwenye mabadiliko ya katiba, kwa sababu wako kwenye mabadiliko ya katiba Jafet 4 years wako kwenye rasimu. Kwa nini naizungumzia hiyo? Miaka 4 wakiwa katika rasimu haina maana ya kuwa eti miaka 4 hii ndo wanahangaika kuifanya Yanga kuwa bora Jafet. Miaka 4 hii Jafet ni miaka 4 ambayo haiwezi kuwasogeza Yanga hatua hata moja, kwa sababu waliokuweko wako kimaslahi yao binafsi, sio club. Kivipi? Na tumeona toka ujio wao Saifu kumekuwa kuna mabadiliko makubwa, hususani kwenye eneo la usajili, na wanapata kuzungumzia mabadiliko kusajili timu. Unaenda kuzungumzia mabadiliko kusajili timu. Hebu jaribu kuuliza account ya Yanga ukikuta ina 2000 njoo unaambie. Unapotaja klabu inabadilika Jafet, ni uongozi wenyewe kusababi uongozi kufanya klabu ipate mapato. Nitakwambia kwa mfano Jafet. Kitu ya jezi ya Simba. Jafet, jezi ya Simba imefunga mkataba wa kwanza karibu ilikuwa bilioni 6 kama sikosei. Wa kwanza kabisa, nikikosea utanirekebisha. Lakini anazungumzia bilioni, naonyesha thamani ya bilioni. Jezi ya Simba ikafunga mkataba mwingine na karibu bilioni 10 sijui 8 sijui. Jafet, jezi sasa ya Simba inafunga mkataba wa bilioni 20 na kuendelea. Inakaribia uwekezaji wetu kwa muda labda wa miaka 5. Jafet, hayo ukisikia timu inaendelea, inaanza kuuza nembo yake timu kwa gharama kubwa, hapo unaenda kuweka mjadala Jafet wa kwa timu yetu sasa inafanyaje? Inaendelea. Jafet, watu hawajui wanapata shilingi ngapi katika jezi. Jafet, kusajili wachezaji. Mbona ipo wazi Young Africans kile wanachokipata katika kila jezi inayouzwa, yani katika kila jezi inayouzwa pato linafahamika, asilimia kadhaa inaenda kwa klabu, asilimia kadhaa ni kwa ajili ya mwekezaji. 1000 Jafet, ni shilingi 1000. Jafet, wakati wa uchaguzi Arafati aligombea nafasi yake na dada mmoja, limenitoka jina sasa. Mwanadada nilijaribu kumsikiliza, shilingi 1000 Jafet, tunajadili shilingi 1000. Kama imezidi shilingi 1100 Jafet, nazungumza mabilioni ya fedha ya kimkataba. Na kuonyesha haya ninayokuambia, ndio maana hata wanapotakiwa kuvunja mkataba na mchezaji huwa wanapata gharama ya kupelekwa kasi, kwa sababu hawana miundo mbinu inayowafanya angalau wakaanza kuvunja mikataba na klabu. Umetaja uwanja Jafet. Umenishawishi niseme haya, umetaja uwanja. Watu tusame, huu ndio ukweli. Kwamba ni picha ya kuigiza, ni maigizo fulani hivi. Ni mchezo wa kuigiza. Yani mimi sisemi rais aliwaambia wakacheze sinema. Sisemi. Rais amesema mtu yoyote anayeona hawezi kubaki katika mpira anajaribu
kutaka kuharibu tasnia ya mpira, akacheze sinema. Mimi nasema Yanga wakacheze sinema. Hawawezi kupata uwanja. Jafet, umenioji swali ambalo sio watakulaumu maskini, lakini ulikuwa na nia njema. Mimi naenda kuonyesha uwezi kupata hata eneo la mazoezi kwa kupewa shilingi 1000, na bado hivyo hivyo. Ndio maana hawa kina Ghalib na wenzie watabaki tu katika kuchekesha tu. Kwa sababu gani? Wao wamestiki katika maslahi binafsi, ndio maana wanawatekenya Yanga katika sekta hizo, na ndio maana wanacheza season nyingi. Jafet, ya yote unaoyaona unawafanya Yanga ni season ya kuwasaulisha wana Yanga haki zao za msingi. Nina swali Saifu. Naam. Simba mlifanya tathmini na kujua thamani ambayo mwekezaji anapaswa kuiwekeza ndani ya klabu, sivyo ndivyo? Ndio. Mchakato wa Young Africans ulizungumzwa na Engineer Hersi, bado hawajapata thamani halisi ya klabu na vile ambavyo watakaribisha wawekezaji ndani ya klabu. Kwa namna alivyozungumza ni kwamba ilionekana wao wako vizuri zaidi katika huo mchakato ili kuendelea kupata wawekezaji ndani ya klabu. Lipi ambalo linakufanya uone kwamba licha ya kile alichokizungumza rais wa Young Africans bado kuna vitu ambavyo vinaweka sintofahamu kwa upande wako? Jafet kwanza ngoja nikwambie, itachekesha sana. Yanga hawamiliki mali mbinguni. Yanga wanamiliki mali hapa. Na kwa bahati mbaya Jafet, unanionyesha kwa Tanzania haina wasomi. Yaani wasomi wameshindwa kufanya value mali ya Yanga. Jafet, Yanga wana nini ambacho hakiwezi kufanyia valuation? Yanga ni timu kubwa kaka. Jafet, valuation haifanywi kitaalamu kwa wingi wa kundi la walevi mtaani na wahuni. Valuation itafanywa kulingana na mali unaomiliki. Unamtafuta mtu wa valuation, unaambia mimi nashangiliwa sana, nifanyie valuation kwa sababu kuna mashabiki wananishangilia. Jafet, Jafet, unafanya valuation kwa wanachama 25 wa Yanga wanaolipa shilingi 10,000 eti. Jafet, una mali ya kufanyia value, tufanye. Yanga wanafanyia nini? Yaani wanatufanya valuation kufanya thamani ya Yanga, wanafanyia nini? Jengo lile ambalo liko uchochoroni kule unanunua sawa na Buguruni. Kwani Simba wenyewe walifanyaje wakapata hiyo thamani? Nani? Au Simba? Simba tumewapa serikali wafanyie valuation mali za Simba. Tukafanya valuation majengo kwanza mawili ambayo yako katikati ya mji wa Dar es Salaam, frame yake unapanga kwa 1,500,000. Tukafanya valuation uwanja wa Simba kabla ya kuwa uwanja wa mpira, ilikuwa ni eneo. Umeelewa? Hapo tulipoanza valuation ya mali hizo za Simba unazoziona na mali nyingine ambazo tunataka tuanze kuzidai. Sasa hatuwezi kusema katika mitandao ya kijamii, watu walihozi wakawekeza. Mnaogopa? Tulipomaliza kufanya valuation ya mali hizo za Simba, Jafet, sikiliza elimu hii Yanga watatoa wapi? Tukajua thamani ya Simba ni hii. Sasa hatukwenda kwa mashabiki na wanachama, tukaanza kufanya valuation kwa maana ya majengo na vitu vingine, na tukakubaliana Jafet kwamba huo ndio thamani halisi wa Simba. Tukaanzia hapo. Watachelewa kufanya valuation kwa sababu hawana mali, labda wachukue na basi lao waliweke kufanyia valuation. Eneo lile Jafet ni eneo la open space, ni eneo la wazi, walistiriwa tu wakajenga. Nilikuwa ni jalala la Tanzania Breweries. Umenielewa bwana? Yaani pale Jangwani. Hawana eneo brother, wanapata wapi eneo pale? Ilikuwa ni jalala la Tanzania Breweries. Chukua historia hii kutoka kwa mwalimu. Umenielewa bwana? Sasa kwa hiyo Jafet, ukiniambia eti Yanga hawajafanya valuation, Yanga wanaleta mashauzi. Umenielewa? Ni sawa na kuna mtu amefanya sherehe yake akamaliza, ametumia milioni 40. Wewe una uwezo wa kutumia milioni 40. Unaifanya sherehe yako ionekane kubwa katika maelezo, nitafanya na subiri, unajua mimi nataka nende kwenye bilioni 70 hivi. Una nini brother? Fanya leo. Ukienda kufanya valuation katika jengo lile la Yanga, huwezi kupata hata bilioni 2. Kaka, lile jengo lina swimming pool ndani kaka. Bilioni 2 inakosekana pale. Swimming pool si shimo tu Jafet. Jafet, swimming pool ni shimo tu. Unaweza kuchimba hata wewe. Sasa swimming pool inafika milioni 100. Jafet, jengo la Yanga lifiki 2 billion katika valuation.
Kwa hiyo watachelewa kufanya jambo hilo. Ndio maana nakwambia walipokuja hawa kina Ghalib na wenzie wamekuwa ni watu wa maigizo. Sasa wanatengeneza vidrama vingi. Hivi vidrama unapoviona, hatutaki bodi ya ligi. Wakachukua wazee ambao sijui walifunga maskini ya Mungu, sijui walikuwa wako kwenye saumu, na kama walikuwa wako kwenye saumu, walichokifanya watamjibu Allah siku ya mwisho, kwa sababu walikuwa wananajisi maneno ya haki. Umenielewa vizuri? Na mpira wenyewe haramu pia. Kwa hiyo kwenye kujibu mtajibu wote. Haina shida. Na mimi nimewalinda wao kwa sababu hii ni tasnia yangu. Yani wao ndo wamekuja kuvuruga. Wameongea vitu vya hovyo ambavyo havina msingi. Umenielewa vizuri? Nyinyi mnakurupuka leo kuja kutuletea mambo ambayo hayaeleweki katika ligi hii. Vitu vya hovyo vingapi vimefanywa na klabu yenu? Mbona hamkuchukua press mkaja mkasema? Nyinyi mnachezewa drama, wazee watu wazima, klabu yenu ipo mfukoni kwa watu afu mnachezewa drama. Mimi sipo katika hivyo drama Jafeti. Mimi kimsingi nitaisimamia haki mpaka nukta ya mwisho, na nitakuwa naizungumzia bila kuhofu kitu chochote. Jafeti, huwezi kuona uwanja kwa Yanga, huwezi. Labda baada ya maneno haya au viongozi wao waumie sasa waanze kujisachi, na huwezi kuona mabadiliko yote katika Yanga. Utaona maigizo tu, kwa sababu watu waliokoko pale wapo kimaslahi. Nini klabu nzima kubwa, klabu ya maana, mnauza jezi kwa kupata shilingi 1000 eti kisa mmesajiliwa yule Azizi Ali, kisa mmekajiliwa Pacome Zuzu. Wewe bwana, klabu inaendelea kwa kusajiliwa Pacome Zuzu na Azizi Ali. Sasa wewe ndoto ya kuota stadium kama unavyoizungumza, kama tunavyoiona Benjamin Mkapa na uwanja unaojengwa Arusha kule. Hii ndoto unaiota kwa kizazi hiki unachoishi au kizazi kijacho cha wajukuu zako? Mohamed Dewji aliposema nitawapa uwanja Simba, kuna watu walicheka. Yaani hata ile pitch yenyewe ya kuchezea Simba na Yanga kwetu ilikuwa ndoto, kwa sababu tulikuwa tunacheza mazoezi hadi Kines. Umeelewa? Kundi la wajinga kutoka kwa wenzetu upande wa pili wakacheka, wakasema huyu muigizaji tu. Lakini leo mnao wa mazoezi pale viwili, useme mnao, ukisema mnao mtakuwa mnatuonea. Sheikh Jafet, nilikufundisha neno moja, kwenye haki iweke haki. Ndio uko pale Bunju. Ndio viko viwili. Yani watu walikuwa wanabeza kwenda kwenye stadium, ni kazi ndogo tu. Na ni shauri serikali ya Mama Samia, serikali tukufu ya Mama Samia, imwambie Mohamed, mchakato umemalizika. Jafet, usiposimama uwanja mimi naacha kushangilia na mpira wenyewe, na tunasimamisha stadium. Hata ni kusimamisha complex chini ya Mohamed ya kujawahi kuferi kitu. Pale Bunju au mtatafuta eneo lingine? Naam. Pale Bunju au unawaza kuna eneo lingine litapatikana? Tunaua kiwanja kile kimoja, stadium kinapatikana. Taanza na kama Benjamin nani ile ya Shamba la Bibi. Uhuru. Sio kila stadium lazima iwe kama ya Kipindi ba Mazembe, hawana kama Benjamin Mkapa. Tutaanza na kama Shamba la Bibi. Inawezekana chini ya mikono ya Mohamed Dewji Mo, mikono salama, chini ya muungwana, chini ya mtu mwenye mpira wake, mtu aliyethaminisha mpira wa Tanzania kuleta katika thamani kubwa. Ameweza kufanya mambo mengi. Nimekupa kazi, siku nyingine utaniuliza ni wapi Mohamed alifeli. Tunapata stadium. Na Jafeti, unafanya makosa makubwa sana. Hujajijua tu. Unapozungumza na Simba ukataka kuwashabihisha na Yanga, Jafeti, unafanya makosa makubwa sana. Lakini mimi sijashabihisha. Umeona Singida wana complex, ukasema nyinyi vipi Simba na Yanga? Umenielewa? Kwa sababu mmekuwa wahangaikaji wa kuhamahama viwanja na kutafuta wapi pa kupanga. Msimu uliopita mlienda paka uwanja wa Jamhuri Morogoro pale na paka washinda pia. Wathubutu TFF kusema kuwa Simba tengenezeni complex. Wathubutu. Kazi ya mwezi mmoja. Wathubutu. Kwani sisi tunakwenda kucheza kwa yule Meja General Samuyo, nani mnamuita? JKT. Tunakwenda, kwani ule ni uwanja watu wengine wanasimama. Sasa kwani ule tukitaka sisi pale kugeuza uwe kama ule, tunafanya nini Jafet? Kwani TFF wanawazuia kupata kiwanja kama kile cha KMC na hatutakiwi kuwa na complex. Unaporuhusu kuwa na complex, maana yake unaanza kuvuta pato libaki kuwa kwa Simba. Si haturuhusiwi kuwa na complex Jafet. Shika hiyo. Sio mpaka ielezwe. Simba tunatakiwa kuwa na stadium, sio complex. Kwa nini tunawekewa sheria stadium? Simba ukitaka complex tunajenga hata 8. Tutawazima na wao pia.
Mikakati Jafeti. Si ni watu wa mikakati Jafeti. Sisi mfano wa yule soko yalokuwa polini mwenye nguvu kubwa anajipiga kifua. Kwa kuonyesha kwamba mimi ni mtu imara katika jangwa hili. Sisi ni watu wa mikakati. Sisi hatujaomba nembo za serikali ili tusaidie. Unaweka nembo ya Mwenge hapa wewe timu ya jeshi bwana. Ili uombe na kutia huruma yani kila siku. Yani wewe mtu wa kutia huruma. Sisi Jafeti ni watu wa football. Sisi tuna logo. Hao jamaa logo hawana Jafeti. Swali langu lilikuwa fupi sana kwa Maalim Seif kutokea jiji tukufu, pendelea kuliita hivyo, paite Tanga, mahala ambapo pamejazwa mahaba na mengineyo mengi. Ukifika huko unaweza ukajionea, lakini kibao ni kama kimewageukia Young Africans. Sijui upepo umevumaje, ni kutokana na mvua ya jana iliyohairisha mchezo katika uwanja wa Singida Black Stars. Lakini vipi ambavyo limtazama Ikangalombo? Nimesikia moja ya mchambuzi akizungumza kwamba lile ni bomu lililosubiri kuripuka, na mimi nikawaza yawezekana ikawa ni zaidi ya ile volcano wanaoizungumza waungwana. Jafeti Ikangalombo amecheza mechi ngapi? Ukiacha mzungumzaji anayezungumza jana. Ndio mechi yake ile kacheza pale. Hii ya kwanza? Si ujamaa so huyu naimuona huku anacheza shirikisho huyu. So huyu. Yeah, alipata nafasi pia. Nakumbuka. Wapi Jafeti shirikisho? Huku Premier League bado. Usajili wake ulichelewa au? Premier League bado. Sijapata taarifa zake rasmi ilikuwaje. Acheze kwa maana ya usajili sasa tukubaliane hivyo au hawamuamini kumchezesha? Pengine nafasi. Na sasa mtu unasema ni volcano alafu ana ile mashine mikimbio yake namna anavyo niliona andiko moja sehemu kwenye mitandao ya kijamii inatukutanisha na watu wengi. Nakwambia jinsi anavyo dribble, jinsi anavyo piga vyenga mpira ule, anatunza mali, ana stopu. Ulikuwa ni uwanja wa mazoezi, anaonekana ana kitu Ikangalombo. Jafeti una dribble katika uwanja wa mazoezi. Jafeti. Unatunza mali katika uwanja wa mazoezi. Kuna mchezaji wana Simba wanasema lini ataondoka. Mimi nasemaga mchezaji bora kweli ana dribble, ana one touch, ana kasi ya kutosha. Namzungumzia Mutale, Halam. Namzungumzia Mutale, amepita sehemu mbaya tu. Kama hivyo vitu wanavyo Mutale, lakini mwalimu anamweka benchi. Yaani unataka kwenda kufananisha mwanaume kibisawala Elie Mpanzu na muuni mmoja ambaye hata namba ana. Jafeti, tupe mpira heshima. Hatuwezi kufananisha kwa kiwango hiko. Labda watafute kina Godi Yanga walopokaji ambao mpira bado wanajifunza. Kama ulizo wanaweza wakakudanganya. Kwa huyu Ikangalombo kaka, ukitaka ukipata kuzungumza na mwalimu na Godi Yanga, kasikilize uongo. Mimi ulizungumzia mtu hata namba ana. Mtu nadhani huyo Mkangalongo sijui. Huyo kama sikosei uko federation anaonekana akicheza. Uweze kusajiliwa federation na ligi, mimi ninavyofahamu utaratibu ni ligi moja. Wenyewe wamiliki ni wamoja. Kuhesabu mpaka baadhi ya adhabu. Ana namba, anacheza namba ya 8. Hata wale wachezaji wa Yanga wenyewe hawajui. Afu wanakunyima namba, afu kuna mchezaji. Yaani walokuwa kwa hiyo hawajui hayo maandishi. Acha kuna wengine wanataka futari Jafeti. Mwezi mtukufu haujaisha bado. Simba hatujafuturisha sisi Jafeti. Simba hatujafuturisha. Unamsifiaje kibisawala? Wenzetu walifuturisha mara 2 kama wanafanya kitchen party. Na mashekhe wametoka wakasema wazi hizi futari zao za kuungaunga waache. Umeelewa vizuri? Sasa kuna wachambuzi wanaotaka futari na viposho. Acha waandike. Unamzungumzia mtu namba ana Mkangalombo. Namba hana Jafeti. Jafeti unaponiuliza maswali hayo watakufuata Jafeti. Kwa nini? Mimi siwezi kuzungumzia Jafeti vitu hivyo. Havina hata mjadala. Kweli umepoteza muda wako na Saumu unajadili vitu hivyo Jafeti. Ingekuwa ni mwezi nje ya Ramadhani tungesema kahawa yawezekana imemlevya Seif Simba kutokea Tanga. Lakini la hasha, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na watu wapo kwenye saumu. Tusemeje, imekuwa kali mapema hii?
Mimi sitaki kuweka comment yoyote katika yale aliyozungumza. Wewe shuka tu hapo chini alafu tueleze maoni yako ni yapi katika mjadala uliokuwepo. Simba na uwezo wa kujenga stadium kwa maana ya kile alichokizungumza Seifu pindi tu mchakato utakapokamilika. Je, kwa Young Africans ni kweli unaamini hawana kiwanja ambacho kinatosha eneo la mazoezi licha tu ya kujenga uwanja ambao utakidhi vigezo vya FIFA kutumika kwa michezo ya ndani pamoja na ile michuano ya kimataifa? Mimi naomba kwa hapa tuweke nukta. Yapo mengi ambayo tukianza kuyadiscuss hayataisha, kwani ile sakata la tarehe 8 mpaka leo linazungumzwa. Itakuwa mwisho pale watakapokutana wao wawili watani wa jadi kwa tarehe husika itakayopangwa. Ni Tanga. Seifu Maalim, unalipi la kuambia wanafamilia wana Jamhuri ya Muungano, lakini kwa wale ambao wapo nje ya taifa hili na ni wadau wa siku zote wanaotufuatilia? Nishukuru ndugu zangu kiujumla, nimshukuru kakaangu Kiza ndani ya USA. Mungu ampe afya tele. Mungu amlinde. Tushukuru na amizangu na kiujumla na wadau wengine bwana Jafeti ambao wanatufuatilia. Jafeti, yote kwa yote mimi nasema kanuni yangu ile iletoa baguzi, tuhakikishe ili kupata uwanja na vitu vingine Mohamed anatakiwa kuwa yuko juu. Unapoona bidhaa ya Mohamed Jafeti hatufanyi matangazo, tunashauri tu ichukuliwe. Unapokuja bidhaa ya Mohamed unafanya Mohamed apate na kupata. Nafanya Mohamed aongeze pato, akiongeza pato ndo viwanja na hizi kelele zote unazozisikia na kwa sababu ya Mohamed anaongeza pato Jafeti. Lakini cha kumalizia nimalize kwa Mama G. Mimi yangu ni yao, lakini nisisahau Jafeti. Wale wenye changamoto ya dua na vitu vingine kupata maji, namba zinazopita chini hapo ukigusa tu unapata kuwasiliana na Sheikh Kasim Maji kumaliza changamoto zako. Jafeti, nimalizie hapa. Bana, sisi tuliopo jiji hili la Dar es Salaam, hali ya hewa kidogo sasa hivi inatupa nafasi, si joto la vile lililokuwa linawaka, lakini walau tutarudi na Maalim Seifu kuangazia Taifa Stars Tanzania dhidi ya Morocco. Sitaki aweke chochote ila tusubiri dakika 90. Jicho lake litakuwa limeona nini, tutaketi kitako na kuyazungumza kwa mapana, kwa uketo katika kile kitakachokuwa tumekiona. Dua zetu kubwa hasa ni kwa timu yetu ya Taifa Stars.